Bwana Juma Lokole pamoja na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Gift ni kwamba amekuja kuibua mjadala mzito kweli kweli kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni kuhusiana na mahusiano au mapenzi kati ya Dulvani na mpenzi wake. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba Dulvani bwana aliamua kuingia katika mahusiano na huyu mrembo, ambapo akamnunulia gari, akamintroduce kwa Watanzania na kwa mashabiki zake. Watu wakaanza kumsupport na kumfuatilia kwa karibu, ikiwa ni miongoni mwa kapo ambazo zinafanya vizuri katika mitandao ya kijamii hapa Tanzania. Kwa kifupi ni kwamba Dulvani bwana moja kwa moja aliibua mjadala mzito kweli kweli baada ya kumintroduce mpenzi wake. Kama unavyojua makomediani wengi sana bwana sasa hivi wameamua kuwaonyesha wapenzi wao mitandaoni, lakini cha ajabu ni kwamba kila pale ambapo wanavyoonyesha wapenzi wao mtandaoni, moja kwa moja inapelekea wapenzi wao hao bwana mahusiano kuvunjika. Sasa hii pia imetokea kwa Dulvani, kwani inasemekana kwamba tayari yeye na mpenzi wake wameshaachana, na sababu ni kwamba kwa mujibu wa Juma Lokole amekuja kutoboa siri akidai kwamba sababu ni kwamba huyu mwanamke amemtupa yani huyu bidada bwana amemtupa Dulvani. Sababu ambayo yeye inayosemekana kwamba imesababisha hayo yote kutokea ni issue ya pesa, yani kwamba Dulvani ameonekana fedha empty. Lakini tukumbuke tu kwamba Dulvani bwana alimnunulia huyu dada gari, lakini sasa cha ajabu ni kwamba amemtupa vile vile. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa Juma Lokole amekuja kuweka taarifa hapa, alafu pia vile vile nitakusikilizisha kile ambacho amekuja kukizungumza Gift kuhusiana na swala hilo la Dulvani kutupwa na mpenzi wake. Juma Lokole ameandika kwamba mtume roho yangu, mbea wa familia huu mpaka napatwa na kiungulia. Jamani, akaendelea hapo kusema kwamba bwana mdogo wangu Dul, basi kabisa fanya kupumzika na mapenzi. Yaani wewe futa picha zote za huyo binti, hakuna siri tena kama kakuacha. Juma akaendelea kuandika kwamba Dulvani kakosa kumuoa mwanamke anayempenda kwa kuwa Dulvani kayumba kiuchumi kwa sababu pesa hana Dulvani. Kumbe ndugu wa biharusi bwana walikuwa hawampendi Dulvani, na ndiyo maana walikuwa hawafurahishwi na kitendo cha kukaa na mtoto wao. Dulvani ametangaza ndoa na harusi tarehe, kumbe hata mahari hakutoa. Baba kiboko huyu, ujasiri wake umepitiliza. Unaambiwa kumbe siku wanakosa pesa hata ya kula, basi binti anatoka anaenda kuchukua chakula, unga na mchele na kitoweo kwa mama yake, ndio arudi apike wale. Lakini si kawaida tu jamani. Juma Lokole amesema hivyo. Akaendelea hapa Juma Lokole kusema kwamba biharusi akiumwa, kumbe Dulvani anamwambia kwamba arudi kwao akajiuguze. Hapo sasa ndipo ambapo alipoikasirisha familia ya huyu binti, yani ni kama vile ameishika familia sharubu. Akaendelea hapa Juma Lokole kusema kwamba wambea mpaka hapa ninavyowaambia, binti amerudi kwao kachoka, kapauka pau, kaomba radhi familia yake, kalia sana na keshafuta picha zote kwenye akaunti yake ya Instagram. Dulvani, futa na wewe hizo picha zote na usikae peke yako please, unaweza ukajinyonga. Ameandika hivyo Juma Lokole, kisha kaka emoji hapo ya kucheka. Sorry, emoji ya kulia, yani kwamba imemhuzunisha, ili tukio limemhuzunisha bwana. Lakini pia mwanadada Gift naye pia bwana amekuja kulizungumzia swala hili. Nataka hapo msikilize Gift naye pia, maana yeye amerekodi video kabisa akiwa analizungumzia hilo swala kinaga ubaga. Nilivyoona, yani mimi nilijuaga tu. Nilivyoonaga toka kipindi kile amepata wako na mdomo kachiliku, wako wanafanywa interview, wako wanayamwaga tu. Nikasema hapa hamna ndoa wala hamna vya mapenzi. Ili mradi tu kaka moyo umependa, haya tuone watafikia wapi. Wewe wako wanaongea kama nini? Yaani vilivyoanzaga tu vile vya kumaliza unga, sijui anamaliza mboga, sijui tumemchotea unga, sijui kachotewa kibaba cha sukari, leo akichotewa kibaba cha maharage, mambo yanakuja kwa mtandaoni, Dulvani kachotewa kibaba cha maharage, sijui vitu gani haya. Mwisho wa siku hapa wameachana mbwa. Jamani. Sasa kwa nini
nini wasingewaacha wazazi nao jamani? Kwani mtu kuyumba kiuchumi ndo kayumba roho, kayumba maisha kabisa, kayumba nini? Sometimes hali inaendaga inabadilika, sometimes vinakuwa vinayumba, alafu baadaye vinakuja vinakaa sawa. Sasa wewe mkasema mtoto wenu hataki aolewe na huyo kisa kayumba kiuchumi, haya. Alafu kuna wazazi wengine mnawatiaga mikosi na nuksi wenyewe watoto wenu nyinyi. Baadaye mtoto unakuta tena anakuja anazeekea nyumbani, apati ndoa, kila mkisubiria barua ya uchumba hailetwi kwa sababu nyinyi wenyewe hatutaki wale na mchumba fulani ana hela. Unamsubiria mwenye hela, nyinyi wenyewe mna hela. Yaani familia za kimaskini huaga sisi zina shida gani? Kwa sababu familia zetu za zina itikadi hizi kwamba mtoto wa kike nyumbani anatakiwa aje aolewe na mwanaume mwenye hela ili ndo aje wainue pale nyumbani, kitu ambacho sio kweli. Yule mwanaume hata kama ana hela atakuja ataoa mkewe, atakuwa anadili yeye na familia yake, yeye na mke wake na wanae. Sio kweli aje wainue pale nyumbani, au sio kweli mtoto wa kike kaolewa nyinyi wazazi ndo mje mtegemezi kwa mtoto wenu wa kike. Sukari mmeenda kuomba kwa mtoto wa kike, mboga mmeenda kuomba kwa mtoto wa kike, sio kitu gani mmeenda kuomba kisa kaolewa na mwanaume mwenye hela. Jamani, hebu tuacheni leo hiyo familia zetu za kimaskini, tubadilike. Yaani wewe eti kisa mwanaume hana hela, kisa mwanaume hana hivi. Wewe olewa naye, kila mtu na riziki yake, pengine mtakavyoana, mtakavyokaa huko ndani ndo riziki ndo pesa itakapokuja. Pengine mtazaa mtoto, mtakavomzaa yule mtoto ndo mkashangaa mkafunguka watu wangapi walioana hawana kitu. Hapo na nyinyi mke wako ime So huyo ni bidada anayekwenda kwa jina la Gift, amekuja kuzungumza hivyo kwa upande wake kuhusiana na kile ambacho kimemsibu Dulvani na huyu mpenzi wake. Lakini pia hapa chini katika caption bwana Gift ameandika kwamba bwana nyie, kwa hivyo yani hili penzi limevunjika jamani, ila kama kweli wazazi ndio sababu kisa mwenetu hana pesa wamemnyima mke, basi huyu binti atazeekea kwao. Kwa staili hii waacheni waoane tu, tushatoa michango sisi, itakuwaje sasa michango yetu jamani? Ameandika hivyo Gift kuhusiana na situation ambayo imetokea kwa kijana comedian maarufu kabisa Bongo anayekwenda kwa jina la Dulvani. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.